Kila mawio ya siku ni mwanzo wa kukabiliana na majukumu mbalimbali. Na kwa jamii za wafugaji ni mifugo kwanza. Ufugaji ni rasilimali kwa jamii kama ya Masai hawa ambao wanahamasishwa kufuga kisasa huku wakitumia rasilimali hiyo kujiletea maendeleo. Tuone mifugo kama ni kitu cha kuboresha hali yetu ya maisha. Tubadili mazoea ya kupendelea kuona wingi wa ng'ombe na mbuzi na kondoo. Sasa tuanze kuitumia mifugo iwe rasilimali ya kubadili maisha yetu. Kijijini Silalei wilayani Monduli mkoani Arusha. Eneo lote hili unaloliona hapa linamilikiwa na mtu mmoja. Zaidi ya nyumba 30 zinasemekana kupatikana mahali hapa. Ni himaya ya mmoja wa viongozi wa ngazi za juu wa kabila la Kimasai, ni Oloiboni Meshuko Ole Mapii. Akiwa na kumbukumbu ya kuzaliwa enzi za ukoloni bila kufahamu hasa alizaliwa lini. Yeye ni kiongozi wa mila. Anaongoza pia kwa kuwa na wake wengi kwa wakazi wa eneo hili. Oloiboni Mapii ana wake 8 huku 6 kati yao bado ni hai. Tunapendana wote, tukiwa kadhaa tunapendana, hatuna chuki na yeyote. Mbali na wake alionao, Oloiboni Mapii ana watoto wengi asiojua idadi yake. Pia ana wajukuu na vitukuu wengi, na zaidi anatajwa kuwa ni tajiri wa mifugo mingi kuliko mtu yoyote katika kijiji cha Silalei. Anasema kwamba nina ng'ombe 3500 na mbuzi 700. Anasema kwamba hapana, sinaweza kuwapunguza kwa sababu naona kwamba nina familia wengi. Kwa hiyo lakini naona naanza kupunguza kwa sababu ndio nimeanza kujengea hizi manyumba kidogo kidogo. Kwa hiyo naanza maendeleo kidogo kidogo kwa sababu nimeanzia sasa kujenga nyumba. Ni kwa kutumia rasilimali ya mifugo anamudu kuihudumia familia yake yote kiasi cha kutowahi kusikika njaa katika himaya yake. Na anapiga hatua zaidi hivi sasa kwa kuonyesha kuthamini kwake suala la elimu, ambapo kutokana na idadi kubwa ya watoto na wajukuu alionao amemudu kujenga shule iliyo jirani na himaya yake. Anasema kwamba kwa vyovyote serikali wamekuja kuniunga mkono kwa walimu kwa sababu wamenipa walimu, lakini alianzisha shule ni mimi. Na pia serikali pia na wajanipa chochote kwa sababu bado natarajia, kwa sababu walikuwa wananiambia kwamba watanisaidia kwa kujenga nyumba za walimu, lakini bado sijaona, lakini natarajia watanijengea. Mtoto yeyote ambaye anayehitaji hapa leo ni wa vijiji vyote, ila tu kwamba ni watoto wake ndio wengi sana. Na kwa kutumia rasilimali mifugo alionayo, Oloiboni Mapii hivi sasa ni kati ya wafugaji wanaoingia katika maisha ya makazi bora. Anasema kwamba najisikia vizuri kwa sababu pia na serikali wengi sana wanafika hapa wakuu ili waje waone kwamba pia na mimi naanza maendeleo kwa sababu nimejenga nyumba na nimeanza kuweka majiko kwenye ndani ya manyumba ili watoto wangu wasisumbuliwe tena na moshi. Kuna zile majuko ambazo zinatoa moshi kupeleka nje ili isiumize macho. Mfumo wa umeme wa jua pia umesambazwa katika maboma ya Oloiboni Mapii. Wanaomzunguka Oloiboni Mapii wanatafsiri mbalimbali kuhusu kiongozi huyo. Oloiboni ninavyomuelezea ni mtu mzuri. Anaweza kusaidiana na watu. Kwa mfano mtoto akiwa mgonjwa kidogo, wa mama au wazee, na watatulia yale shida zao zote. Ni hivyo, mtu anayependa watu ni kama akitoa sikukuu kama na kitu kidogo na waita watu wanakuja kusherehekea wote. Namtakia bado maisha marefu kwa sababu bado tumeona msaada wa Oloiboni, maana amekuwa na maono mpaka shule amejenga hapa. Na kwa Oloiboni Mapii ndoto yake kubwa ni kuona watoto,
wajukuu na vitukuu wake pamoja na watoto wa jamii ya Kimasai wanaomzunguka wakijikita zaidi katika elimu, na hilo linaenda sambamba na upatikanaji wa mahitaji zaidi ya kielimu katika shule ya msingi Oloiboni. Anasema cha kwanza ni shule yangu, kwa sababu bado tunaendeleza, lakini bado hasijafikia mahali. Kwa sababu sasa hivi nimejenga madarasa 3, lakini sasa hivi watoto wangu wamefikia mpaka darasa la 5 na madarasa 4 bado. Kwa hiyo nataka serikali waniunge mkono kunijengea. Oloiboni Meshuko Ole Mapi anabaki kuwa ni kiongozi wa mila anayeangalia mbali zaidi kwa kutumia rasilimali mifugo aliyonayo.